kwenye msiba wa Mama Siwajibu. Na siku hiyo nakumbuka tulikuwa na Kababu, kijana wa huyu mama. Alituchangia ili swala vijana wakalipenda, walivyolipenda tukaanzisha umoja wetu, na sasa tuna daftari letu ambao vijana amjajiunga kwenye ile daftari, mkichelewa litakuja kuwa na masharti magumu kidogo, kwa sababu kipindi ambacho mtahitaji kuingia kwa sababu zenu, na sisi tutakuwa tuna sababu zetu tayari. Sasa tuwakaribishe mapema, kwa sababu sio jambo la siasa. Baada ya kugundua kuna vikundi ambavyo tayari vina masharti magumu kwa vijana kuingia, tukaona ni vyema na sisi tutengeneze umoja wetu ambao kwa sasa hauna masharti magumu, lakini baada ya hapa tutakuwa na masharti magumu kwa sababu tutakuwa tumeshaanzisha umoja wetu, na tunaenda kuzindua tarehe 6 ya mwezi wa 4, ambapo tutawaalika wageni mbalimbali kwa ajili ya kuja kuzindua umoja wetu. Tumemkabidhi kijana mwenzetu rambirambi yetu ya shilingi 300,000 na kitu. Tutamalizia kupiga hesabu, lakini tayari tumeshamkabidhi 280,000 ambazo amezitumia kwenye msiba huu. Na nitoe rai tu kwa wale vijana ambao bado mnasuasua kuingia kwenye umoja, kwa sababu si umoja mbaya, si umoja kwa ajili ya siasa. Kama ni kwa ajili ya siasa, tuna umoja wa vyama ambavyo tunafanyia siasa zetu. Sasa huku tunamhitaji mwanasiasa, lakini tunamhitaji ambaye sio mwanasiasa, ili tufanye umoja kwa ajili ya vijana wa mjini. Karibuni. Asante. Napenda kuchukua nafasi hii kusisitiza upendo na kuwasihi msije mkaharasiana mtaani, sawa? Pia na tangazo hili ambalo nimepokea kuanzia, ilikuwa wiki iliyopita nilikuwa na kikao kwa mkuu wa wilaya, ni kwamba kuna shida ya mpox au ugonjwa wa nyani. Kwa kuwa tumekusanyika hapa, naomba niwape elimu kuhusiana na janga hili. Kuna vipeperushi nimesambaza, na imani mnaweza msiwe wote, lakini baadhi yenu mmevipata, si ndio? Naomba pia mkae wajumbe wa kuwasilisha ajenda hiyo kwa wenzetu, kwa sababu ni janga ambalo limeingia kwenye nchi yetu. Pia kata yetu Nyamisangura mgonjwa amepatikana mtaa wa Mwangaza, kwa hiyo naomba tujiadhari. Dalili ni kama ambavyo naenda kuzitaja. Unaweza ukatoka upele, malengelenge au vidonda kwenye mwili, hasa mikononi, miguuni, kifuani, usoni, wakati mwingine sehemu za siri. Kwa hiyo naomba msipuuzie hizo ishara, si ndio? Pia kutakuwa na dalili ya homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya mgongo, kuvimba mitoki mwilini na vidonda vya koo. Zikiambatana hizi dalili, naomba ukimbie chapu hospitali ili uweze kupatiwa huduma ya kwanza, si ndio? Namna ya kujikinga. Hii namna ya kujikinga haitofautiani sana na ugonjwa wa corona, ila kuna tu baadhi ya vitu ambavyo unaweza ukazidisha. Unatakiwa ukae mbali na mtu mwenye dalili ya ugonjwa wa mpox. Dalili ni kama hizo ambazo nimewatajia. Pia uvae barakoa ukiwa unaongea na mtu kwa karibu, na mtu aliye na dalili za ugonjwa huo, sawa? Nyingine, unapokohoa au kupiga chafya, ziba mdomo kwa kiwiko au kitambaa. Usitumie mikono yako, kwa sababu tunakutana na watu wengi na ujui ulisalimiana au uligusana kwa namna gani, sawa? Pia unawe mikono kwa maji tiririka na sabuni, au tumia vitakasa mikono kama vile sanitizer, si ndio? Unazifahamu. Pia utasafisha au takasa sehemu zote na vitu ambavyo unavigusa mara kwa mara, au tuseme tunavishare, si ndio? Kwa kusema hivyo, napenda kuwatakia kila la heri kwenye safari hii ya kumpeleka mpendo wetu Maraloni, na nasisitiza kwamba tupendane. Mmeona mwisho wa mwenzetu, ina maana ni mwisho wa sisi sote. Leo mwenzetu, kesho sisi. Kwa hiyo tunapendana tukiwa tunajua kama tulikutana kwa bahati mbaya, basi pia tutaachana hivyo hivyo. Lakini pia tupendane, kwa sababu hujui unaoacha nyuma watakuongelea kwa namna gani, sawa?
Poleni sana, asanteni. Asante. Mpox au ugonjwa wa nyani. Kwa kuwa tumekusanyika hapa, naomba niwape elimu kuhusiana na janga hili. Kuna vipeperushi nimesambaza na imani mnaweza msiwe wote, lakini baadhi yenu mmevipata, si ndio? Naomba pia mkae wajumbe wa kuwasilisha ajenda hiyo kwa wenzetu, kwa sababu ni janga ambalo limeingia kwenye nchi yetu. Pia kata yetu Nyamisangura mgonjwa amepatikana mtaa wa Mwangaza, kwa hiyo naomba tujiadhari. Dalili ni kama ambavyo naenda kuzitaja. Unaweza ukatoka upele, malengelenge au vidonda kwenye mwili, hasa mikononi, miguuni, kifuani, usoni, wakati mwingine sehemu za siri. Kwa hiyo naomba msipuuzie hizo ishara, si ndio? Pia kutakuwa na dalili ya homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya mgongo, kuvimba mitoki mwilini na vidonda vya koo. Zikiambatana hizi dalili, naomba ukimbie chapu hospitali ili uweze kupatiwa nini? Huduma ya kwanza, si ndio? Namna ya kujikinga. Hii namna ya kujikinga haitofautiani sana na ugonjwa wa corona, ila kuna tu baadhi ya vitu ambavyo unaweza ukazidisha. Unatakiwa ukae mbali na mtu mwenye dalili ya ugonjwa wa mpox. Dalili ni kama hizo ambazo nimewatajia. Pia uvae barakoa ukiwa unaongea na mtu kwa karibu na mtu aliye na dalili za ugonjwa huo. Sawa? Nyingine, unapokohoa au kupiga chafya, ziba mdomo kwa kiwiko au kitambaa. Usitumie mikono yako, kwa sababu tunakutana na watu wengi na ujui ulisalimiana au uligusana kwa namna gani. Sawa? Pia unawe mikono kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono kama vile sanitizer, si ndio? Unazifahamu. Pia utasafisha au takasa sehemu zote na vitu ambavyo unavigusa mara kwa mara, au tuseme tunavishare, si ndio? Kwa kusema hivyo, napenda kuwatakia kila la heri kwenye safari hii ya kumpeleka mpendo wetu Maraloni, na nasisitiza kwamba tupendane. Mmeona mwisho wa mwenzetu, ina maana ni mwisho wa sisi sote. Leo mwenzetu, kesho sisi. Ndugu mwandishi wa habari, sasa ndo tunahitimisha jambo letu sisi vijana wa mjini katika umoja wetu tuliouanzisha kwa ajili ya kusaidiana kwenye shida na matatizo na kwenye raha kama Mungu atajalia. Lakini pia katika ile dhima ya kuwakusanya vijana kwa ajili ya kukaa na kudiscuss changamoto zao na kuangalia ni namna gani watazitatua. Sasa leo tulikuwa na msiba wa mama yake kijana mwenzetu ambaye tuko naye kwenye umoja wetu, ndio tunamalizia kumzika hapa. Lakini baada ya hapa uzinduzi huko pale pale tarehe 6, ambapo tuna lengo la kuzindua umoja wetu ili uweze kuanza kazi zake rasmi, ingawa tayari tumeshaanza na swala la msiba. Lakini kipekee ni wapongeze vijana wote ambao tayari wako kwenye hili daftari, kwani hili daftari ndio sifa ya kwanza ya kijana kujisajili kwenye umoja wetu. Baada ya hapo, tukishazindua umoja wetu, tutakuwa na masharti kidogo magumu ambayo pengine yatawashinda vijana wengine kuingia. Lakini kama vijana mtatokea hata baada ya huu msiba, kama mtatokea katikati hapa kabla ya uzinduzi, bado nafasi itakuwepo ya kujisajili. Sisi hatuna limit. Tunahitaji ikiwezekana vijana wote wa Tarime wajiunge na umoja huu. Lakini baada ya uzinduzi kutakuwa na masharti magumu.